Ligi nongera msapote lakini ligi aliki ndrumen ziyake age ndrumen ziyambo ya kero ya tona kumbe mpafu na mjinga akina mshina za teleke kana mwa kwenda kabisa kwa tu mpafu na mjinga juni wenu ngina atora akiwa DCP ye ena uniform ya DCP na ngofia ya DCP sumu no roki kani wendiginti liwa farigisi mwana farigisi neki ndio upumbavu na mjinga wake. Kiongozi wa hadhi yake ni kiongozi ambaye anafaa kuleta Wakenya pamoja, sio kutawanya wa viongozi, kutukana viongozi, na hiyo inaonekana yeye ni mtu ambaye kweli hana heshima kwa viongozi wengine. Kwa heshima zote ambazo tunamheshimu na tunampa, tungependa aende kwa redio ya kitaifa alipokuwa, ama redio nyingine ama TV ya kitaifa, aombe msamaha kwa MCs wote wa Kenya, kwa sababu unapotukana mmoja umetukana MCs wote wa Kenya. Na ameenda akatukana bunge la Embu lote, anasema hakuna kiongozi anaweza kutoka katika county assembly yoyote aweze kuwa MP ama aweze kuwa kiongozi mwingine wa aina nyingine. Hayo ni matusi makubwa zaidi. Na ningependa kusema ya kwamba asipofanya hivyo basi inamaanisha ya kwamba hatupo na yeye. Na tunasema kutoka hapa siku ya leo tuna demand kwa njia zote zile msamaha kutoka kwa CS Roko. Wakati anapotuita wajinga, ameita wale watu wote ambao wamechagua MCs wajinga, kwa sababu mjinga tu anaweza kuchaguliwa na mjinga. Na hatubaduki hapo, na ikiwezekana na itawezekana, sisi wote ambao ni wabunge wa bunge la Embu tutateremka pale Mbeere North, tutasimama na MCS wenzetu, kwa sababu hicho kiti cha Mbeere North, kama matusi yanatoka kwa sababu ya kiti cha Mbeere North, ninataka kuhakikisha kwamba hicho kiti kitaenda na MCA mmoja wetu ambao anatukana. Cabinet Secretary Roko, kwa sababu ya matamshi ambayo ameweza kuyatoa katika radio za kitaifa. Vile kuna viongozi wengine wawili wametukosea heshima kwa sababu ya kusema kwamba MCAs ambaye mmoja ni Newton Kariuki na Duncan Boy, wamesema kwamba MCA ambaye ameperform katika bunge la Embu County kwa miaka mitatu, kwa mara tatu wamechaguliwa mara tatu, unasema rating yao baada ya miaka 15 ni below 30%. Ukweli ni kwamba tumeamua sasa kwamba bunge la Embu lazima liheshimike, na mimi kama naibu wa speaker tumesema bunge la Embu litaheshimika, na litaheshimika tu kama wale viongozi ambao wamepewa nyadhifa za kiserikali wataheshimu viongozi ambao wamechaguliwa na watu. This time round it is MCA for MCA. Tumeamua kama wabunge tutaenda huko, kama ni pesa ya serikali inasumbua waziri Roko, tunataka hiyo pesa iendelee kumsumbua. Na tuambie waziri kwamba wewe ni waziri wa nchi mzima, wewe sio waziri wa Mbeere North. Na sisi kama wabunge, kwa sababu umetutukana, tutakuja hiyo Mbeere North, tutakampenia viongozi wote wawili hawa bila kutaka kujua. Ule ambaye Mungu atamjalia ndiye atakuwa mbunge wa Mbeere North. Lakini tunahakikishia Wakenya kwa jumla kwamba the next MP for Mbeere North atakuwa ni MCA ambaye ametoka katika bunge hili. Mwisho kabisa, 2027 tutasimamisha kila constituency, tutasimamisha MCAs, ndio tukutane na hawa watu ambao wanatudharau, waone tofauti ya kwamba sisi ambao tumefanya kazi kwa miaka mingi watatuheshimu tukikutana nao pia 2027. Tunaanza na by election, then tukutane 2027 bado katika majukwaa. Tumesikia vibaya sana kwa matamshi ya waasili wetu Mheshimiwa Roko. Roko sijui anataka kuiga mfano gani, sababu hata kiongozi wa county hii ambaye tunamheshimu sana, Her Excellency the Governor, hajawahi hata siku moja kuongea matamshi ambaye anaweza kudharau MCA. Ametuheshimu na ndio sababu naona tunamheshimu namna hiyo. Lakini Roko, waziri wa serikali, kuja kutuita ngongo, kama angelijua huyo ni ndege ya aina gani ama anamsikia tu angetuita hivyo. Ngongoti ni ndege ambaye haikuwagi na akili, kwa sababu ngongoti inatafutaga makao yake ya kukaa katika miti, na inaendaga kwa miti kuchimba shimo pale ndani ili iweze kupata nyumba pale ndani. Lakini ngongoti bandari ya kuchimba miti ambaye inafaa kuchimba ambaye ni miti ngumu,
inaendaga kuchimba mti kama mbambu tiri ambaye iko na shimo ndani, na ikishaweka mdomo yake ndani, mdomo inakataa kutoka, then inaanza kuniginia pale, ndio unasikia ngongoti ikiambiwa haina akili. So Nguruko ametufananisha na hiyo ndege. Nataka kuambia Roko hivi, siasa haitakagi kifua. Siasa ni kupembeleza wananchi na hata kupembeleza viongozi wengine ambaye ni supporters ambao wana support candidate wao. Lakini sasa Roko kwenda kuita MCA foolish ama idiot ama ni watu ambaye hawana akili, hiyo ni kitu mbafu, hiyo ni kitu imetukasirisha. Hata rais mwenyewe haujawahi sikia kitukana viongozi. MCA pekee hujawahi hata siku moja rais kutoa matamshi kama hiyo. Kwa hivyo tunataka kumwambia tumekasirika, na arudi kwa hiyo radio tena. Kama anataka uhusiano mzuri, arudi kwa hiyo radio, apologize, aseme sisi ni viongozi, sisi sio ngongoti, ili tuweze kwenda safari moja. La sio hivyo, tutamuonyesha sisi tuna usemi. Tutamuonyesha tuna usemi. Na tutakuwa na kitu yoyote ambaye tunataka kuudhi mtu yoyote, ni kumuonyesha tu, hata sisi tunaweza sema. Sikusema tukiingia mbele 20 MCA tuseme sasa foolish for a foolish, tuseme sasa tutachagua MCA wetu hatutapata, lakini hatujafika kiwango hiyo. Yeye ajue venye atafanya. Ametusoea na si vizuri, ametusoea na sio vizuri. Sasa tunamwambia hata kama atarudi kwa hiyo radio, pia atatuita mkutano, atuambia pole. Na hata kama hatatuita, si ati tunampembeleza tuite mkutano, asituite. Akitaka kutuita atuite, lakini kama hataki kutuita akae, shauri yake. Kutoka hapo basi kiumane.